Ndugu zangu, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani ni moja kati ya nguzo 5 zinazosimamisha Uislamu na uimara wake. Na ndio maana Waislamu tunafunga, sio tu Waislamu wa Mbeya, bali dunia nzima imeingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, na watu wanafunga mchana na watu wanasimama usiku na watu wanatoa sadaka kuwalisha wale wasiojiweza. Alhamdulillah, Allah wajalie wote hao wanaoyafanya yaweze kuweza kukaa katika mizani ya mema yao siku ya Kiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salimin, siku ambayo mtu haitomfaa mali yake wala watoto hawatomfaa isipokuwa mtu ambaye ameenda na moyo uliosalimika, na moyo uliosalimika na mambo mengi ya ushirikina, mambo ya ghishi, mambo ya uongo, mambo ya namima na mambo ya ghiba. Vyote hivyo ni ibada inayohusiana na moyo, na ndio maana funga imekuja kuwa ni takaso la moyo, na funga imekuja kusisitiza jambo la taqwa, la uchamungu. Na uchamungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sema mara 3. Taqwa iko ndani ya moyo. Kwa hiyo funga ndiyo inayosafisha moyo, na aya ya Qur'ani Allah akasema la'allakum tattaqun, mnafunga ili msafishe nyoyo zenu kutokana na mambo mengi na uchafu mwingi ambao umepita katika mwaka mzima katika maisha yetu. Lakini lengo langu lilikuwa si kuzungumzia hilo, kwa sababu tayari nguzo ya funga watu wameingia. Kuna watu wanatamani sana baadhi ya nguzo wazibebanishe, na haijakatazwa kisheria kubebanisha nguzo. Haijaja kwamba nguzo hii lazima ifuatwe au ikamilishwe baada ya hii, hapana, bali kuna nguzo inakuwa zinapandamana zenyewe kwa zenyewe. Kwa mfano, nguzo ya zakatul mal. Zakatul mal ni zaka inayotolewa bila kujalisha ni mwezi gani umefika, na watu wengi wanapenda sana kutoa zaka ya mali zao wakiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, wakiwa wamefunga, kwa sababu mwezi wa Ramadhani mwezi mtukufu, mwezi ambao umeshushwa Qur'ani ndani yake, mwezi ambao malaika hushuka, mwezi ambao kwa hakika kuna Lailatul Qadri. Watu wengi wanatamani zaka zao wanapozitoa wazitoe ndani ya mwezi huu. Sasa nafasi ndio hii, mwezi umekaribia kuisha. Wale ndugu zangu waliopewa kiasi cha mali cha kuweza kufika kutoa zaka, nini mnasubiri? Wakati ndio huu. Hebu sasa kaeni mjitathmini. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mkulima, wewe ni mfugaji, wewe ni mtu wa biashara ya madini, unachimba dhahabu, nafasi ndio hii. Kaa chini ufanye mahesabu kwamba zaka yako ni kiasi gani ili uweze kutoa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani utakuwa umefanya 2 in 1. Kwanza umefunga mchana, usiku unasimama, na bado unalisha maskini kwa kuwafuturisha, still bado unatoa na zakatul mali. Zakatul mali ni zaka ya kuchukua kiasi cha thamani ya kile unachokimiliki kutoka kwa yule mmiliki kwenda kwa yule wasiojiweza, ili kumuinua kwa kipato na kupoteza na kutokomeza wale ambao tunaona ni ombaomba, muhtajin, wanaohitaji, ili kuweza kuwaboost katika maisha yao wabaki katika toa. Ndugu zangu Waislamu, zaka sio nguzo ya kuichezea. Uislamu unahitaji uchumi. Kuna mambo mengi sana yanahitaji fedha, na fedha watu wamejaliwa neema ya utajiri, wamejaliwa neema za biashara, wamejaliwa neema za ufugaji, wamejaliwa neema za ukulima. Vyote hivyo Allah ana percent katika vile virudi kwa wale wanaohitaji, ili kuweka level, kuondoa umaskini katika dunia na kuondoa ombaomba na kuondoa ufakiri. Hatuwezi kuondoa wote, lakini kama itatekelezwa nguzo hii ya zaka, ni nguzo muhimu sana. Kwanza inaleta mahaba fima bainana, inaleta utulivu, upendo wa kweli, na mwisho wa siku wale walionacho bila shaka mali zao, licha tu ya kupata baraka, mali zao zitapata ulinzi kutoka kwa Allah, na watu wenyewe pia watazilinda kwa sababu wananufaika kutoka kwenye mali yako. Ndugu zangu matajiri, ndugu zangu wawekezaji, mlojaliwa
Kama wale walivyoambiwa mafukara wa kipindi cha mtume, walikuja kwa mtume wakasema, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudhuli amwalihim wala natasaddaq. Hapa ndipo mafakiri walikaa wakaandamana kusema, ya Rasulullah, hawa ndugu zetu wanaswali kama tunavyoswali, wanafunga kama tunavyofunga, lakini wao wanatoa, sisi hatutoi. Kwa hiyo hapo wametupita. Ndugu zangu matajiri, tutoe. Mlango wa kutoa ni mlango wa kheri sana. Tutoe zaka. Zaka ni kitu kidogo sana, lakini kina thamani kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani yake zaka wanapewa kina nani. Miongoni mwa wale wanaopewa zaka fi sabilillah, kundi moja katika makundi 8, siwezi kuyazungumzia yote kutokana na muda, lakini fi sabilillah, zaka inatumika kuboresha misikiti, kuboresha madrasa, kuboresha kuchimba visima. Zaka inatumika kulipa walimu, kulipa mabilal, kulipa maimamu. Zaka inatumika kusimamia mambo mengi ya kijamii ambayo dini inahitaji ionekane katika hali yake ya ubora na thamani. Ndugu zangu, zaka vile ambavyo hailipwi katika mtiririko unaotakiwa, leo inaonekana imamu akiwa anamiliki gari, akiwa amepewa zaka ya gari, inaonekana ni anasa kwake. Ikhwana fillah, imamu kupewa zaka ya gari sio anasa, bali ndo hasa inatakiwa. Waonaje wewe? Imamu amekuja kuswalisha dhuhuri, kaja kuswalisha tarawih, kaja kuswalisha Ijumaa, amepaki vogi bana la milioni 300 hapo nje, limepaki hapo. Imamu huyo bila shaka heshima yake itakuwa kubwa na watu watamsikiliza kwa makini. Imamu anakuja na baiskeli na ndala zake zimeunganishwa kwa waya. Elaiti utawekwa balbu pale waya, zile balbu zinaweza zikaleta nishati ya joto na ukapata umeme. Ndio maimamu wetu na hali hiyo, na tumeridhika kuona hiyo ndo hali halisi ya imamu. Tumeridhika kuona kwamba hiyo ndo hali halisi ya mwalimu wa madrasa. Nani atapenda kazi hiyo bwana? Ikiwa imamu mwenyewe yuko hivyo, mwalimu wa madrasa yuko hivyo, ni nani atatamani mtoto wake awe kama yule au mjomba wake awe kama yule? Tunapenda. Kwa ninyi ambao mmepewa wasaa wa kufikia kiwango cha kutoa zaka, toeni zaka, muwainue watu wapate heshima na dini iheshimike. Mtu akifika sehemu, mashaallah, dini inaheshimika kwa watu kuboresha msikiti. Sio unaingia msikitini ukisujudu unaondoka na michanga na kokoto.